Mimi nimuone hivyo nini? Wakati mtu ambaye kazaliwa kwa mamake, toka alivyokuwa mpaka hapo alipofikia ametoka na wangapi? Hata kama nikimwekea hivyo mimi ni nani? Blaza. Hivyo ndio mapenzi. Hapana, bado sijampenda sijamwekea hivyo, je, sijampenda bado. Na sijui kama nitapenda, na tunatamani sasa hivi. Nakasema kwamba ni roho maskini brother. Kwa sababu kama mtu unakuwa na roho ya kitajiri ama roho ya kuridhika, sidhani kama ukitoa shilingi 50,000 kwa ajili ya mtoto, kwa sababu unachokitoa anakula mtoto wako na sio yule mume mwenza na yule mwanamke wako alikuwa mwanamke wako. Kwa maana ni wewe hata kama wakila wao, lakini wewe nia yako ambayo itiliania kwenye ile pesa yako ni kwamba watoto wangu wanakula hiyo pesa, mtoto wangu anakula hiyo pesa. Kwa maana ukianza kujiwekea kwamba atakuwa anakula na mwanaume wake, hiyo ni roho ya maskini. Umeona? Yaani wenye na roho kama hizo, hata kama ukiwa na hela zimejaa kwenye chumba, bado ni wewe maskini tu. Kwa sababu fikra zako zinakuwa sio endelevu. Fikra zako zinakuwa ni za pale pale. Kwa kama amenichiti, na sio kunichiti kwamba ina maana alikuwa ameandaa mazingira kufanya nini ya kunichiti. Nilionaga mara ya kwanza kama mtoto wa kiume nikapotezea. Umeona? Lakini mara ya pili nikasema kwamba kwa hii kitu haiwezi kuwezekana, kwa sababu nakwambia kwamba alifanya mara moja alafu akafanya toba, maana yake ni kwamba anasema kwamba sirudi tena. Lakini alifanya mara ya kwanza akaomba toba akafanya mara ya pili, huyo kadhamiria. Kwa maana mimi nikamwambia tu bwana, nenda tu kafanya kile ambacho chukana kwa upande wako kiko sahihi. Basi imani sasa hivi kwanza imeshakufa. Sasa hivi hamna imani. Sasa hivi inaitwa kwamba ni chapa ilale. Imani sasa hivi kwanza imeshakufa. Sasa hivi hamna imani. Sasa hivi inaitwa kwamba ni chapa ilale. Tafuta mwingine anakava nafasi. Kwa sababu sio kama anakuwa sina nakuwa nao, ila nakuwa naweka kwenye upande wa marafiki. Kwa maana ile siku unapohitaji navuta, amaka anakuwa mpenzi. Akizingua anakula broko ama anakula tulizo, mpira chini ya kisigino anaingia mwingine. Unajua kuna watu wengine unaweza kukutana nao kwenye mahusiano. Yaani unalala naye, ulikuwa unapiga kama mfano unapata zako deal fresh, unapiga zako hela kama biashara zako inaenda vizuri, lakini kuna mtu kilala naye, alikuta kupigiwa simu za deals na lala zote, umeona. Unakuta kwamba hata ile biashara unaenda ofisini kwako unafungua biashara kuanzia asubuhi mpaka jioni, hamna mtu anayekuangalia. Yaani unajikuta kwamba hata mwezi mzima unapita bila kupata chochote kile. Wakati before yeye ulikuwa unauza hata kama ni pisi 2 kwa siku, hata kama ni moja kwa siku. Lakini baada ya kukutana na yeye ni mtu ambaye unakuja unapata wakati mgumu kweni uingizaji wa idea shei kusema if you love me, if you don't love me, I don't care. Umeona? Kwa sababu mimi siishi kwa nguvu yako. I'm just living with power of God. Nguvu ya Mungu, power of God. Umeona? Kwa maana wewe ukinipenda ama ukinichukia hainiongezi chochote mimi kile kitu kwangu. Kwa sababu kama ingekuwa mlango wa riziki unatoka kwenye hiyo chuki yako, basi mimi nisingekuwa chochote mpaka hapa nilipo. Kwa maana mimi nawaambia tu wale wenye chuki, kwa sababu tunakuta na chuki naye amekufollow, alafu video yako ana like, alafu ana comment sikupendi. Mimi najua mtu ambaye umpendi siku zote utaenda kubonyeza ile button ya pale juu unfollow, alafu utamunfollow ili usimuone. Tupo na Sami. Bwana mambo vipi? Sasa vipi hali mzee? Good. Kama kawaida. Bwana tunaona mambo yanazidi kunawiri. Mambo yanawiri hivi sijaelewa brother. Tunaona mafuta shavu dodo. Brother Ramadhani rafiki yangu. Ngoja kama tupo kwenye Ramadhani brother. Ramadhani watu ndio wanaruhusiwa kukonda. Ramadhani tutakuwa tukonde. Hapa nimekonda kabisa brother. Mimi siko hivi brother. Mimi siko hivi brother. Ramadhani imetukondesha kidogo. Ukisema mtu ananepa kwenye Ramadhani maana yake ni kwamba anakula mchana. Nataka mashabiki zangu wanaone kama labda ni mlaji wa mchana. Kunenepa ni kula ama kurizika? Hebu iweke sawa. Inategemea kwa sababu unajua unaweza ukawa na hela ukawa unakula na usinenepe. Na unaweza ukawa una hela na uhuli na ukanenepa. Kwa maana ni kama tu roho yako tu ikitulia. Yaani kikaa kwenye baridi sehemu ambayo iko fresh yani. Unavyokonda roho yako hajatulia bwana. Roho yangu bado hajatulia. Pesa mzee. Tutafuta hela zijakaa hapa tunavyotaka mzee. Bwana Sami kwamba ndio jina lako limenyooka ama ni jina tu la mtandaoni? Jina langu rasmi naitwa Samil Salim. Sami imetokea wapi? Na maana ni kati ya ile Samil na maana ndio imekuwa Sami. Na ile Salim ya baba na maana Sami. Umeona? Kwa maana Samil Sami. Kwa maana ile Salim ya baba nimeikata nimefanya imekuwa Sami. Yeah. Nje na watu wanavyokufahamu mtandaoni, wewe ni mtu aina gani? Kwanza mimi ni baba wa mabinti 3. Yeah. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiachana hizo mambo zangu ambazo nalifanya kwenye mtandao pia nikirudi nyumbani kwangu ni mtu ambaye anakuwa ni baba wa watoto 3 kwa sababu mimi nimesoma kama single baba, umeona, ambaye nalea watoto wangu mimi mwenyewe. Yeah. Watoto 3 kila mtu na mama yake ama wote mama mmoja? Brother, wawili na mama yao na mmoja na mama yake pia. Kwa maana ndo hao 3. Mmoja ambaye ana miaka 13 sasa hizi, wengine na miaka 5, wengine na miaka 4. Yeah. Tumeona kuna single baba, single mama. Unadhani ipi na tabu zaidi hapo? Yaani mtu ipi katika kulea ni tabu zaidi? Naweza kusema kwamba single baba ni tabu sana kulea kwa sababu
single mama unajua anakuwa tayari ameshakubaliana na yale majukumu ama na ile hali. Lakini single baba ni mtu ambaye anaanza ama kuingia kwenye ile opportunity ya kuwa baba, yani afanye majukumu matatu au manne kwa wakati mmoja. Yani aweze kutafuta, umeona, aweze kusimamia majukumu ya watoto wake. Yani ni kiukweli kwa upande wa baba ni ugumu sana, ila kwa upande wa mama ni rahisi, kwa sababu hata kama atafanya vitu vingine lakini atakuwa na muda kwa ajili ya watoto wake. Baba muda wa watoto wake ndio utakuwa ni muda huo ambao ni mmoja, ambao ni jioni peke yake basi. Ilikuwa ni ugumu kiasi gani kuwachukua watoto ukasema sasa ngoja niishi nao, kwa sababu waga ni mtiti hapo? Unajua kwenye familia zetu za kimaskini naweza nikasema, unajua kuna ile kitu ambayo ukimwachia mama mtoto amlee, kuna namna fulani atakuwa anamlea kwa malezi yake. Kwa mimi kitu ambacho nilikuwa nimekiamua ni kwamba sababu niko na mamangu, nikasema tu niwachukue watoto niweke nyumbani kwangu ili waweze kukaa na uangalizi wangu pamoja na mamangu. Naona kwamba hiyo kwa upande wangu mimi ni nzuri zaidi. Lakini kama nisingekuwa na mama ambaye ana mwenye uangalizi mzuri kwa watoto wangu, na hisi watoto wangu ningewacha kama mazao. Alafu ningekuwa najua tu nawajibika kama ni kila mwisho wa mwezi 30,000 ama shilingi 50,000 ama laki ama laki mbili. Ila wanawake wengi wanatumia kama opportunity kwamba chuona kusema. Kiuhalisia naweza nikasema kwamba tukirudi hata kwa jamaa mmoja ambaye alikuwa anasema kwamba hawezi kumsaidia single mama, kwa sababu kumsaidia single mama yani kumsaidia mtoto wake kwa mama yake ni kama kumsaidia mama yake. Mimi sijaona hicho kitu kama kina mantiki yote, kwa sababu kama yule mama akisema achukue ile opportunity ya kupata hela kwangu ni kama kujipatia kipato, ni sawa, kwa sababu si nilikuwa nimezaa naye, alikuwa mtu wangu. Kwa maana hata kama akila pesa yangu ni sawa, kwa sababu ni mtu wangu. Changamoto inakuja kwamba mzazi mwenzio tayari ana mtu, alafu unakuta wewe pia anahitaji huduma yako. Hapo watu wengi ndio leo zao kama uagazina sita, anahisi kama anamsaidia mwanaume mwenzake. Mimi naweza kusema kwamba ni roho maskini brother. Kwa sababu kama mtu unakuwa na roho ya kitajiri ama roho ya kuridhika, sidhani kama ukitoa shilingi 50,000 kwa ajili ya mtoto, kwa sababu unachokitoa anakula mtoto wako na sio yule mume mwenza na yule mwanamke wako alikuwa mwanamke wako. Kwa maana ni wewe hata kama wakila wao, lakini wewe nia yako ambayo itiliania kwenye ile pesa yako ni kwamba watoto wangu wanakula hiyo pesa, mtoto wangu anakula pesa. Kwa maana ukianza kujiwekea kwamba atakuwa anakula na mwanaume wake, hiyo ni roho ya maskini. Umeona? Yaani wenye na roho kama hizo, hata kama ukiwa na hela zimejaa kwenye chumba, bado wewe ni wewe maskini tu. Kwa sababu fikra zako zinakuwa sio endelevu, fikra zako zinakuwa ni za pale pale. Kabisa kabisa. Kweli kabisa blaza. Kwa nini umekuwa ni mzito sana kuexpose mahusiano yako? Tunaona unasifia mahusiano sana ya watu hapo mitandaoni, lakini ya kwako watu wanajiuliza vipi? Shida brother ni kwamba unajua mimi sio mtu wa kuweka mahusiano, na sitakuja kuweka mahusiano yangu hadharani hata tukeni. Yaani mahusiano yangu yatabaki kwa siri tu, kwa sababu hata mtu ambaye ana date naye sasa hivi hataki yeye mwenyewe, na ni mtu ambaye tu ni mkubwa tu kiasi, sio mkubwa kivile hapa, ila tu hataki tu kwa kwenye mambo ya social. Na mimi ndio maana nikasema kwamba nitafanya ninachokifanya, lakini kuhusu mahusiano yangu yatakuwa ni secret. Una date naye sio rika lako? Ni rika langu, sababu hata ni mdogo kuliko mimi. Ana miaka 22, mimi na miaka 33. Maana balaa. Tunaona kwamba una challenge sana wadada. Nataka sasa hivi mbele ya kamera waulize maswali matatu ambayo unahisi ulishai kufanya content zako wakashindwa kuyajibu. Wayajibu leo kupitia Planta Media na One Touch. Content nimetengeneza nyingi, na katika hizo labda tuile kwenye ile swala ambalo kwamba wadada waga wanapenda sana kungangania mahusiano ambao unajua kwamba hii mahusiano hata kama nikisema niangania hayana future yote. Unajua kuna ile kitu ambayo msichana unaweza kumuuliza huyo mtu ambaye unamngangania, unasema kwamba iko siku moja atakuja kubadilika. Umeona kwamba ameshakuonyesha rangi za kila aina, nyekundu, blue, njano, kila rangi umeshaiona, alafu unategemea kwamba huyo mtu atakuja kubadilika ama ndoa atakuja kumbadilisha. Unahisi kama mtu ndio anaweza kaja kumbadilisha? Umeona? Hilo swali mpaka leo wadada bado wengi hawajanijibu. Tunakwambia tunajaribu tu kukaa kwa sababu tu niweze kuona, kwa sababu mimi ni mtu ambaye navumilia. Ni sawa, ndio navumilia, lakini utamvumiliaje mtu ambaye anakupiga matukio kila aina? Wewe mtu unaweza kumvumilia kwa staili gani? La kwanza. Swali la pili, kwa nini wadada wengi waga wanapenda sana kugawa namba? Yaani mtu dada yupo kwenye mahusiano alafu anapenda kugawa namba yake. Umeona? Unaanagawa namba yake ili iweje? Alafu baadaye ukifuma zile message ukimuuliza kwa nini mtu anakutongoza na kwamba mtu anaitaka. Umeona? Unamuuliza kwa nini akutake? Kwa namba yako alipata wapi? Akati namba yako wewe ndio ulimpatia. Umeona? Kwa pia hicho kitu wadada wengi wanashindwa kujibu, kwa sababu wanaweza kujibu kwamba sijui tunatafuta kwa sababu wewe hujanioa. Umeona? Kwa lazima nitakuwa nitafute mtu ambaye atakuja kunioa, ama siwezi kujua nimemkataa kumpa namba. Maybe labda ndo atakuja kuwa mume wangu wa ndoa, kwa maana siwezi kuizibia riziki. Au nakwambia wewe kuna parokia gani haina kigango? Umeona? Sasa ni vitu kama hivyo. Wengine wanatoa namba ili kuepusha tu usumbufu aondoke zake. Wengine wanakuambia kwamba wanaongeza status viewer. Umeona? Mambo yasiwe mengi. Sasa sijajua kama ni kweli kuna hicho kitu kinachotokea. Sababu hata kama mtu kumeka status viewer, mwisho wa siku atakuja kuanza kuwa na matamanio ya kukutamani na kukutaka.
Sasa mfanya biashara status view hali. Sasa ndio ukienda kwenye comment ukija kuangalia watu wengi wanakuambia kwamba nachukua namba yako kwa ajili ya uwe tu status viewer. Umeona? Sana maana ile status viewer ndio kitu ambacho wengi wanakipenda, ama nahisi na ile kitu kingine nakwambia parokia. Umeshai kuona parokia ambayo haina kigango, umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho wenyewe wamekitengeneza, acha wafe nacho. Sababu hawana jibu rasmi mpaka dakika hii. Umesema una mahusiano na mtu wako apendi yeye mambo ya mitandao. Amekuruhusu wewe vipi, ama ugumu gani unaopitia wewe kuwa katika mitandao sasa? Maana wasichana wengi tunasema wanaojielewaga huwa wapendi wanaume zao wawe kwenye social media haya. Kwa sababu lazima ngome kitu moja. Hata hivyo mimi naweza kusema kwamba huyo mwanamke wangu ni mtu ambaye ni msomi. Sisemi kwamba wengine hawajasoma, hapana. Umeona? Huyo mwanamke wangu mimi ni msomi, amesoma, umeona? Kwa maana ni mtu ambaye anahisi kwamba siwezi kujua, anaweza kwamba anakatalia kumbe anatoka na sponsor fulani. Kwa maana kuna vitu vingi tu vinaweza kutokea. Kwa mimi nabaki tu kwenye limiti yangu. As long as napewa kwa wakati, basi vingine vyote havinihusu. Una wivu? Mimi sasa mimi ni muone wivu wa nini? Wakati mtu ambaye kazaliwa kwa mamake, toka alivyokuwa mpaka hapo alipofikia ametoka na wangapi? Hata kama nikimwekea wivu mimi ni nani? Blaza. Wivu ndio mapenzi? Hapana. Bado sijampenda sijamwekea wivu, je, sijampenda bado. Na sijui kama nitapenda. Na tunatamani sasa hivi mtu ambaye nampenda kuja kutambulika mwisho wa siku, kama ni kanisani ama msikitini. Usikie lakini. Anisikie tu, anajua. Kama mimi naweza nikamkana hata kama mimi niko single. Mwisho wa siku tukaje tukamaliza wenyewe tukiwa wawili. Kiasi gani kikubwa ambacho mpenzi wako wewe unaweza kwamba akihitaji hiki ndio mwisho mimi kumhonga? Mimi mpenzi wangu kitaka lolote mimi nampatia brother. Kwa sababu ni mpenzi wangu. Yaani mpenzi wangu kitaka hata milioni kama ninayo nitampa. Kama sina nitamwambia tu na shilingi na laki bila maana laki moja nitampatia. Kiasi gani kikubwa ushai kumpa? Nakumbuka nilimpa hela ambayo alitaka kufungulia biashara, alikuwa na hela zake, na maana kwamba akataka nimuongezee. Kwa hiyo ilikuwa kama ni milioni ngapi? Sasa hapana. Hiyo skip it bro. Tupige chini. Nipige chini bro. Hiyo kuhusu hela hapana. Uwezi kutaja kima cha hapa juu, sija kaona watu kama labda unajisifia ama unajiproud kwamba unamhudumia mpenzi wako hivi na hivi, hapana. Kwa hiyo kitu bora potezea tu. Naam. Tunaona unafanya sana biashara za mitandaoni za nini. Mimi nataka utumie dakika moja tu kuelekeza watu kwamba watu wasipate shida kwamba unafika hapa na hapa umefika dukani. Dukani kwangu mimi. Mimi niko mtaa wa Grey na Msimbazi. Umeona, nipo Kariakoo, mtaa wa Grey na Msimbazi, jengo la Kanani Complex, na uza zangu abaya dress za mama. Yale mavazi ya stara yale. Ndio waga nauza dukani kwangu, anaanza shilingi 30,000, 35, 38, 40, 45 mpaka laki. Dukani kwangu ni Kariakoo. Tukishafika tu mataa ya nini ya kwenda Mnazi Mmoja, mtaa wa kwanza tu. Kiingia gorofa la kwanza, la pili, la tatu. Sio pa kupotea tajiri. Tumeona juzi kuna wamama ambao walilikwa katika iftari ya Diamond. Sijaona kupita nayo kale ka clip labda ukawatetea ama ukawapondea, kwa sababu katika comment zilizopita kuna upande wanawatetea, kuna upande wanawaambia nyie mmealikwa, nyie vipi? Wewe kwa upande wako unakichukuliaje kwa kitu? Wale wamama ambao walikuwa nje na niliwe. Unajua nikwambia kitu moja brother, kwenye haya maisha kuna vitu sisi ndio kama tunarudi pale tunasema kwamba sisi ni watu wa hali ya chini. Kwa hiyo tunapenda sana kama tukiona kama sehemu kuna tukio, hata kama ni harusi, unajua tunakuwa kuna watu ambao hata ambao hawajalikwa wanaenda kwa ajili ya kugombea bwabwa. Unajua wanabeba mpaka makoko. Kwa maana wale watu kama kwa kuna uwezekano wale watu kama kulikuwa kuna idadi ambayo ilikuwa imebakia ndani, basi wangepatiwa tu. Lakini kama hawakualikwa, kwa sababu unajua sehemu wanapokuwa wameandaa idadi yao wanakuwa wako, yani kama ni chakula cha watumia peke yake, hawazidishi zaidi hapo. Kwa maana hata kama wangemlaumu jamaa alikuwa amesema kwamba sisi tumekuja watoto wako hapa nje, hujatuona, hujatufanya nini Diamond Platinum, hatujafuturu hivi na hivi. Ile sio kosa la Diamond, wala sio kosa la management yote. Kwa sababu kama wangesema wazidishe chakula, hapo ni afadhali. Lakini kwa kuwa wao wamepika chakula kutokana na wageni wao, hapo hamna kosa brother. Kwa maana makosa ni wao watu ambao wamevamia shughuli ambayo sio ya kwao. Kwa sababu sio kuongea kwa kuwagandamiza ama kufanya wala kwa kutetea Diamond and other stuff. Kitu ambacho tunakuja kwamba huwezi kwenda umeshaenda kwenye familia, hata wewe sasa hivi huwezi kutoka kwenda kwa shemeji yako sasa hivi ukakurupu tu ukaingia tu nyumbani kwao. Huwezi kujua mpanga kupika nini jioni. Umeona, kama umenunua mchele wao nusu kwa kula watu wawili, wewe ukienda na maana style imeshakuwa nje ya budget, utakunywa maji utalala. Unanifahamu vizuri? Ndio kama toka kwa wale watu, maana hawakuwa kwenye budget. Kwa maana kosa sio la watu, kosa ni la kwao wenyewe, wamevamia shughuli za watu. Lengo kubwa lilikuwa ni kufuturisha. Watu gani kidini wanapaswa wafuturishwe? Kihaki watu ambao wanataka kufuturishwa na watu maskini. Umeona, na wasio, ila sasa unajua kuna kitu tunaitwa kwamba ile ni event ya kwamba, kwa sababu unajua ukiangalia ile event na vitu viwili ndani yake. Umeona? Hiyo kufuturisha na kuna hiyo kuzindua hiyo sabuni yake. Umeona? Sasa you never know.
Labda jamaa aliamua kufanya vile kwa ajili ya kuambia waliwapa watu labda mwaliko wako hapa kama labda na kitu changu nazindua. Sababu watu wanakuwa na magrupu yao huko chini wanakuwa wanafanya vitu vyao. Mimi na yeye hatujui. Umeona? Ukuta labda walishambizana kama kuna product inazinduliwa na amealikwa, ina maana kwamba ilikuwa labda ni special. Ilikuwa surprise ile sababu. Lakini hamna kitu cha surprise brother kwenye maisha. Ukiona chochote kinachotokea kimepangwa. Hata hii pete watu wanavishana pete ni kitu ambacho walipanga. Kwamba siku fulani nitakuvishwa pete na inabidi uwe kwenye hali ya reaction na anakuwa kwenye reaction. Kwa maana hata ile pia nao ni kitu ambacho wenyewe kama management walipanga na wakasema kwamba siku gani nzuri ya kuzindua, basi tuweke iftar, tuweke ni siku ambayo tunaweza tukazindua kitu moja kwa moja. Kwa maana mimi sioni kosa kwenye hilo. Wale wanacholalamika pale nje, mimi nilipata nafasi ya kufika. Wanacholalamika kwamba wao kuwatumia invitation ulitangaza kwamba kutakuwa na iftar. Na siku zote iftar, ukishatangaza kuna iftar, utakiwa kusema kwamba nitaifuturisha hawa na hawa. Kwa wao walijiona ni wahusika kwa sababu walijiamini wao ni watu wa hali ya chini. Ndio maana walifika pale. Na ndio maana brother nakwambia kitu moja kwamba kila kitu kwenye maisha kinatoka na mipango. Angesema kwamba tunafuturu Jangwani, hata mimi ningeenda kwa sababu ni open space. Lakini inavyowekwa sehemu maalum kama ile, maana yake ni kwamba kuna hiyo mialiko maalum ya watu ambao wamealikwa. Kwa maana hata kama sema sasa ndo nahisi yeye mwenyewe hakuzani kwamba wangekuja watu ambao watakuwa extra outside. Umeona? Angekuwa anajua kama kuna watu ambao watakuwa ni extra outside. Sidhani kama angeweka ile limit ya chakula alichokuwa amekiweka. Kwa maana kwa upande mmoja, kwa namna moja ama nyingine, mimi sioni wa kulaumiwa hapo. Wa kulaumiwa ni watu ambao wamevamia ile shughuli kwa sababu haikuwa na nilio yao. Hawakuwa kwenye idadi ile na nilio. Kwa maana hapo hamna kosa blaza. Nikurudishe nyuma. Ugumu gani ambao umepata ama unaopitia kupitia akaunti yako? Maybe DM, usumbufu, ni kitu gani ambacho ni challenge kwako? Kiukweli kitu ambacho kinachonisumbua sana, DM zipo, umeona, na wengi ambao wanakuja DM ni watu ambao tu mimi naweka kama kwenye kundi la urafiki. Sababu uzuri kwamba mwanamke wangu waga anapitia kwenye akaunti yangu na anaangalia, umeona, anasoma DM, anasoma kila kitu, kama muda mwingine anaweza kafungua, mjibu tu mtu aweze kuulizika, mjibu tu mtu aweze kupata na nilio uko unajibu tu. Yaani mimi ndio maana marafiki wote nimeweka kwenye makundi kama ni marafiki zangu, umeona hivyo. Unashika simu ya mpenzi wako? Lazima nishike brother, lakini kuna muda ukifika unaachana nayo, sababu kuna muda simu mwanamke ni kama vitu kitunguu. Kwanza ukajikuta unashika, katuma message tu, unaweza lecture, katuma message, leo ikaanza kupasuka brother. Kwa mara moja sio sana. Na nikishikaga labda niende kwenye sehemu ya picha kama tulipiga pamoja, sio naweza nikajia drop basi. Lakini kwenye message kwenye nini uko sehemu singi kabisa. Ushakutana na tukio lolote? Matukio ni mengi sana. Na ndio haya ambayo yametufunza mpaka sasa hizi tumekuwa kama vile ni waoga ambao tukiona majani tu tunajaribu kurusha miguu kuweza kuogopa kung'atwa na nyoka. Unaweza kushare na sisi tukio moja tu peke yake ili kwa muda, kwa sababu umesema kwa sasa hivi kupenda ni ngumu. Basi maana kuna kitu kizito umekutana nacho. Ni kweli kabisa. Kitu ambacho tukio nimetokea nacho cha kwanza kabisa, naweza kusema kwamba mimi yani mwanamke, mimi nilikuwa kuna mtu ambaye nilikuwa nimempendaga sana. Huyu ambaye ni mama watoto wangu mwenye watoto wawili. Huyu mtu nilipotokea kwamba akawa amenicheat. Umeona? Yaani alikuwa mke, umeona? Alafu akawa amenicheat. Nilioa kabisa, umeona? Kwa akawa amenicheat. Na sio kunicheat kwamba ina maana alikuwa ameandaa mazingira kufanya nini? Ya kunicheat. Nilionaga mara ya kwanza kama mtoto wa kiume nikapotezea, umeona? Lakini mara ya pili nikasema kwamba kwa hii kitu haiwezi kuwezekana, kwa sababu nakwambia kwamba alifanya mara moja alafu akafanya toba, maana yake ni kwamba anasema kwamba sirudi tena. Lakini alifanya mara ya kwanza akaomba toba, akafanya mara ya pili, huyo kadhamiria. Kwa maana mimi nikamwambia tu bwana, nenda tu kafanye kile ambacho chukana kwa upande wako kiko sahihi. Basi. Kuchiti na mtu wako wa karibu? Hizo vitu vingine tu vya kawaida. Hata kama ni chiti na ndugu yangu, mimi don't care. As long as nimeshachana naye basi. Mawasiliano sasa. Mawasiliano lazima tuwe nayo kwa sababu tuna watoto wake wako nyumbani kwangu. Kwa ni lazima tuwasiliane. Huwa anakuja kuwaona? Anakuja naona, na likizo waga nawachukua, anakaa nao hivyo. Mpenzi wako ana comment gani juu ya hizo movement zenu, watalaka waachane? Hapana. Alafu unajua mpenzi kitu ambacho kinachokuja, kwanza sijawahi kutambulisha watoto wangu. Watoto wangu wanamjua mama huyu ambaye ni mama yao ambao aliondoka tu basi. Mimi hata kama nikipata mpenzi mwingine nikiachana nao, nikipata yani wapenzi wangu wote ambao nakuwa nao, sijawahi kumtambulisha hata kwa mtoto wangu hata mmoja. Kwa sababu hiyo inakuwa inawaharibu sana watoto wangu kisaikolojia. Kwa maana yeye anakuwa anawajua tu kwa kuangalia kwa picha tu basi, na sio kwenda kuona nao physically. Yaani hajawahi kufika nyumbani na upati wewe usumbufu? Hajawahi kufika nyumbani kwangu. Hata msumbuana ni sasa. Nyumbani mimi ndo niamue kupeleka nyumbani kwangu. Sio wewe ndo uamue mimi kupeleka nyumbani kwangu. Hiyo ni ngumu. Watu siku hizi kukutana simu hotelini manini wanaona kama haumuamini, yani yeye hawezi kuweka imani kwako, unakutana naye kila siku lodge hotelini tu.
Imani sasa hivi kwanza imeshakufa. Sasa hivi hamna imani. Sasa hivi anaitwa kwamba ni chapa ilale. Kama ukiona nini kwa mnaweza mkakaa mkashikana. Lakini ukiona nini, kwa sababu sasa hivi mahusiano yenyewe ni kama naniliu tu. Kama news ya naniliu tu. Kama news ya nini ya buibui. Unaiona inapita hapa, lakini ukishika haiwezi hata kubembelesha mzee. Ukiacha na uloza nao, unaweza kutupa idadi ya haraka wasichana wangapi ushawahi kudate nao? Ni wengi blaza. Ni wengi tu, ila tu 30. 30 haiwezi kufika. 20. Ni wengi. Na kitu kingine ambacho ukijui kunusu mimi. Mimi sio kila mtu ambaye ana date naye. Mimi ni mtu ambaye naogopa sana nuksi, mikosi. Unajua tendo la ndoa ni zuri ukilisikia na ukiliona. Lakini tendo la ndoa ndani yake inabeba nuksi, laana, mikosi ya kila aina. Kwa maana mimi waga nichuza sana. Mimi napendaga sana nikiwaga na mpenzi mmoja, ndo huyo mpenzi mmoja nakuwa naye. Haya mambo ya kubadilisha kwa maana nikiachana na huyo najipa muda kidogo niweze kuheal kidogo, hata mwingine na cover nafasi. Kwa sababu sio kama nakuwa sina nakuwa nao, ila nakuwa naweka kwenye upande wa marafiki. Kwa maana ile siku napohitaji navuta, amaka anakuwa mpenzi. Akizingua anakula broko ama anakula tulizo, mpira chini ya kisigino anaingia mwingine. Hivyo. Lakini tu sio kwamba eti nitakuwa na kwa mimi nature yangu ni mwanamke mmoja na kuwa naye basi. Hiyo dhana ambayo umetoka kuiongea hapo dakika moja nyuma kwamba mtu ukilala naye ama ukiseksi naye huwa anakuachia nuksi na mikosi. Hii nadharia imekaa spiritual sana. Inakuwaje na wewe unaaminiana nao vipi au inafanyaje kazi? Brother, unajua kuna watu wengine unaweza kukutana nao kwenye mahusiano. Yaani unalala naye, ulikuwa unapiga kama mfano unapata zako deal fresh, unapiga zako hela kama biashara zako inaenda vizuri, lakini kuna mtu ukilala naye, unajikuta kupigiwa simu za deals na lala zote, umeona. Unakuta kwamba hata ile biashara unaenda ofisini kwako unafungua biashara kuanzia asubuhi mpaka jioni, hamna mtu anayekuangalia. Yaani unajikuta kwamba hata mwezi mzima unapita bila kupata chochote kile. Wakati before yeye ulikuwa unauza hata kama ni pisi 2 kwa siku hata kama ni moja kwa siku. Lakini baada ya kukutana na yeye ni mtu ambaye unakuja unapata wakati mgumu kwani uingizaji wa kipato kwa upande wako unakuwa mdogo sana. Umeona? Yaani na maana nyote inakuwa inafifia. Tunaweza tukasema kwa Kiswahili fasaha ndio hivyo. Hii ina maana haijakaa kispiritual. Na maana watu wengi sana wamebeba mikosi na laana kwa sababu kuna watu sisi Waislamu tuna kitu kimoja tunasema kwamba ukifanya mapenzi na mtu lazima ujitwalishe. Na watu wengi wanafanya mapenzi hawajitwalishi. Na usipojitwalisha kuna vitu ambavyo unaweza kujitoa kama unapita navyo. Kwa sababu unaweza kutembea na jana balaa kwenye mwili wako. Unajikuta kwamba unavaa vitu kwa sababu unajua shetani anapenda miili ambayo ni michafu na sio miili misafi. Kwa maana unakuta kwamba amejawa na shetani kwa mfano kwenye mwili wake. Kwa maana unavyojaimiana naye maana yake ni kwamba shetani imekuvaa wewe. Kwa ndio hivyo maana yake kwamba tendo la ndoa limebeba laana, mikosi na kila kitu. Na sio kila mtu unamuona unampima kwa macho kwamba huyu hana laana, huyu hana mikosi. Hapana. Kuna wengine hujakutana nao, umekutana nao tu ukubwani. Mwana brother. Yeah, hivyo. Umesoma madrasa? Zamani sana. Manake madrasa niliacha kusoma karibu 2002. Maana muda mrefu sana. Nilisoma nikamaliza mpaka juzu ya ngapi huko. Nilifikaga. Hivyo wanasema mpango mzima ni kujiedit. Tunaona kuna akina Maraika, kuna akina Posh. Wewe kwa upande wako unalizungumziaje swala la wadada kwenda kufanya surgery hizi za kutengeneza miili yao? Unajua blaza, surgery ni kitu kizuri hatukatai. Sababu unasema kwamba ukiumba kama mtoto wa kike una uwezo wa kuweza kujibadilisha unao, basi jibadilishe. Lakini pia surgery kwa wabongo naweza ngasema kwa wabongo surgery bado. Yaani being honest, yani kibongo surgery bado. Kwa sababu surgery kitu ambacho kinachotokea watu wengi unaona, ndio maana tunaona hata watu wengine matako walikuwa wametengeneza alikuwa amekaa vizuri, lakini baadaye anakuja analepeta, yanadondoka. Kwa sababu yani kwanza sio kuzingatia sana kwenye mazoezi. Afu kitu kingine surgery inatokea kwamba kila baada ya muda fulani uende kule ukafanye retouch, umeona. Sasa je, leo umempata sponsor, umeona, amekuwezesha kwenda kwa milioni 50 au milioni 100. Kesho akichukuta sponsor ameachana naye, umeona. Maana yake ndio hivyo, kama pua ilikuwa imeenda hivi, tamani itapinda, ama itadondoka chini and other stuffs. Umeona. Kwa kuna vitu vingine wabongo tuvifanye, lakini sio kwa kuiga. Wanafanya ukiwa una income nyingi. Yaani kipato kama ukiwa nacho kingi, fanya. Kwa sababu kama ile la kama Zari the Boss Lady, anafanya surgery. Sio kama anafanya, lakini muangalie. Achushi. Wala yani yuko very yani unaweza yani kila siku ukimwona akwambia kama nimebadilisha pua uweze kujua. Kwa sababu kila baada ya muda akamba rudi tarehe fulani anarudi. Sasa wenzetu madadazo ya kibongo akishafanya ndo amefanya na maana ndo nitokee. Sasa unakuta kwamba ndo hivyo wanakuja wengine wanakuja ku meet matumbo yanadondoka, makalio yanadondoka and other stuff. Sasa hicho kitu waachie tu wazungu. Kibongo bado surgery. Yani kibongo surgery bado. Wanasema kwamba hata Michael Jackson mwenyewe alikuwa na pesa na alikuwa kule Ulaya. Lakini still alikuwa anafanya surgery na bado mambo matokeo anaenda hasi. Wadada wetu wamekuwa so waoga sasa hivi. Nini ria yako kwa kuzungumza nao? Je, wadada hawajikubali? Haina shida. Wadada hawajikubali ama wanakuwa waoga tu
kujiamini kwamba wao wameumbwa vipi? Unajua bana, being honest, umeona Watanzania ni wazuri. Hakuna Mtanzania ambao ni mbaya. Ukitaka kujua Tanzania ni wazuri, nenda kwa Masai, nenda kwa Wasukuma, umeona. Nenda kwa wale watu ambao bado hawajafika mjini. Nenda kaangalia jinsi walivyokuwa wazuri. Mimi na imani nasema kwamba wadada wa Dar es Salaam wengi sana huaga hawajiamini ambao walifika Dar es Salaam, kwa sababu kiangalia alipokuwa kijini kwao huko alikuwa na pua yake kama amekanyagwa na tembo, lakini alikuwa anaweza kuishi vizuri. Lakini baada ya kufika Dar es Salaam anataka kujibadilisha naye fanana na wana Dar es Salaam. Turudi na pale kwenye pointi kubwa kwanza blaza, kwamba surgery ukishafanya, hata Michael Jackson alikuwa anafanya na retouch. Unajua kuna ile unakuwa ni too much. Unajua kuna ile adding a surgery inakuwa ni too much. Kama ni pua yako imeshatengeneza imeshakuwa hivi, kwa nini ukibadilisha naende kazi tena kuwa hivi? Kwa maana ile inaitwa adding. Sasa ukiadd much kwenye mwili wako, unajua ni mwili ambao Mwenyezi Mungu kaumba. Alafu ukiona hizi nyama unaweza kusema labda ni nyama tu, umeona. Usione kama labda hii ni udongo, hapana. Hizi ni nyama ambazo zikiweza na maana zinawekwa tu kama ni tuseme ni pini ama nini, zamani zinakuwa zinasimama kwa nini? Kwa pini. Si ndio hivyo? Lakini sasa kuna vitu vingine, ndio maana nasema kwamba dada ya kibongo sio vitu vyote vya kuiga. Kama surgery kwa dada ya kibongo ilikuwa bado sana. Yaani wangefanya tu surgery za vitu vingine, tu kukata matumbo, kwa sababu matumbo sasa hivi kwa umeona kama kuna ile style yao mpya. Wanakuingiza machuma then wanachekecha kama ni mafuta ndo wanatoa, umeona? Beta hiyo. Lakini ile ya kwenda kukatwa sio pua, sio ukikate pua wewe unyooshe pua, sio kitu gani? Madhara yake utakuja kuiona sio leo sio kesho. After 5 or 10 years utakuja kuona madhara yake. Kwa kumalizia tu nataka uambie hapa, sio kwa kuelezea. Kapo yako ipi ya mtandaoni bora katika mwaka huu toka uanze 2025? Being honest, I think labda ni kapo ya Mario na Paula, labda naweza nikasema, kwa sababu ni vijana wadogo ambao waliamua kuziba masikio na kuweza kufocus na mambo yao. Hiyo tu basi. Hizo nyingine zote za watu wazima, hao watu wazima ambao hawezi kueleweka, wanachukuana leo kesho wanaachana. Maana unakuta kwamba sasa hivi hata ukimkuta mtu wa mtaani anakuambia mimi nataka niwe kama fulani, kwamba niwachezee na kuacha. That's too bad. Katika upande wa mashabiki, siku zote lazima uwe na mashabiki ambao wapo katika hasi, wengine wapo katika chanya. Naomba kwa kumalizia tu uzungumze nao mashabiki wako ambao kwa upande wa hasi, yani ambao wewe wakukubali, na tunasema huwezi kupendwa na kila mtu. Brother, ngambia kitu moja, kuna kitu kinachoitwa kwamba TID alishawahi kusema if you love me, if you don't love me, I don't care. Umeona? Kwa sababu mimi siishi kwa nguvu yako. I'm just living with power of God. Nguvu ya Mungu, power of God. Umeona? Kuna maana wewe ukinipenda ama ukinichukia hainiongezi chochote mimi kile kitu kwangu. Kwa sababu kama ingekuwa mlango wa riziki unatoka kwenye hiyo chuki yako, basi mimi nisingekuwa chochote mpaka hapa nilipo. Kwa maana mimi nawaambia tu wale wenye chuki, kwa sababu tunakuta na chuki naye amekufollow, alafu video yako ana like, alafu ana comment sikupendi. Mimi najua mtu ambaye umpendi siku zote utaenda kubonyeza ile button ya pale juu unfollow, alafu utamunfollow ili usimuone. Maana mimi ndio zamani kwenye Facebook nikogo hivyo. Nikaga mtu simpendi, sitaki kumuona, naenda kwenye button ya block, naenda na block. Mimi sitaki kumuona, lakini mtu unamwangalia, unamfuatilia kila siku, alafu na comment nonsense about him. Maana yake ni kwamba unamkubali, yani moyoni unamkubali, ila mdomoni unajifanya kwamba kusema kwamba unamchukia. Umeona? Ndio hao. Tena watu wanakuwa wanatupenda, ila wanakuwa tu ni very hard kwao kuweza kuexpose ule upendo wao kwetu. Asante kwa muda. Shukrani sana.